أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ونصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama leo nina ujumbe ambao nakufikishieni ujumbe huu wenye faida ambayo tuifanyie kazi katika maisha yetu ili iweze kutunufaisha. Katika chaneli yetu hii ya Majmuatul Khairi TV tumekuwa tukizungumzia mambo mengi sana. Miongoni mwayo ambayo tushawahi kuzungumzia ni kuhusiana na swala zima la kutaka hifadhi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dhidi ya watu wabaya, dhidi ya mabalaa. Na leo insha Allahu Ta'ala nimeonelea kwamba tuendelee kukumbushana kuhusu hili, kwa kuwa ni jambo kubwa sana. Kwa kuwa katika maisha haya ya duniani mwanadamu huwa anapambana, huwa anajitahidi ili mradi aweze kuyafikia mafanikio mazuri ya kidunia na kiakhera. Lakini kuna viumbe, lakini kuna watu huwa wanamuinda nao kutaka kurudisha nyuma juhudi zake, juhudi za kimaisha, juhudi za kiafya, juhudi mbalimbali. Kwa hiyo ndio nikaona umuhimu sana tuendelee kuelezana na kukumbushana kuhusu jambo zima la kuomba dua. Mimi huwa napenda sana kuhimizana kuhusiana na masuala ya dua. Katika chaneli yetu hii kuna masuala ya dua, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu kupata hifadhi, kumuomba Mwenyezi Mungu kuhusu kupata mafanikio katika mambo mbalimbali ambayo yamekuwa ni magumu, na kujikinga kutokana na mabalaa. Kwa kuwa mafanikio hayo kuyafikia, inabidi umuombe Mwenyezi Mungu hifadhi, akupe ulinzi, akupe kinga. Basi ukipata hifadhi itakuwa ni rahisi katika shughuli zako, ikiwa ni biashara, ikiwa ni sehemu ya kazi, ikiwa sehemu yoyote ile ambayo unatafuta riziki au sehemu ambayo unafanya maisha yako, basi utapata amani, utapata salama, na mambo mengine insha Allah itaenda vizuri. Sasa swala zima la kupata hifadhi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuna dua nyingi sana ambazo unaweza kufanya kwa ajili ya kupata hifadhi. Miongoni mwa hizo dua tumeielezea sana Ayatul Kursi, na si vibaya tukaendelea kukumbushana na kuirudia tena, kwa sababu kukumbushana ndio jambo zuri. Kukumbushana ndio jambo zuri na ni jambo jema, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhakir inna dhikra tanfa'ul mu'minina. Kuweni na utaratibu kukumbushana, kuweni na utaratibu kukumbushana, kwa sababu binadamu ameumbwa ni mwenye kusahau. Basi mnakumbushana, kwa sababu kukumbushana kuna mnufaisha muumini. Mwanadamu ana kaida ya kusahau, basi huwa tunakumbushana. Sasa Ayatul Kursi ni katika aya ambazo zimeelezewa. Aya hizi zina maajabu sana. Ni aya ambazo ni aya ambayo itakupa ulinzi ukisoma. Ukisoma aya hii usiku unaenda kulala, ukasoma Ayatul Kursi, ukawa umetia udhu wako vizuri, ukasoma Ayatul Kursi, ni katika aya ambayo itakupa ulinzi sana. Hasa kuna kipande mmoja katika Ayatul Kursi kinasema, wala yaudu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Wala yaudu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Kinasema hivyo kipande hicho. Ni kipande muhimu sana.
Na ndio maana katika moja ya visa ambavyo vinaelezewa vya waja wema, kuna mmoja katika waja wema, yeye alienda kwa mmoja katika mashehe wema, na akamuuliza na akamuomba ampe msaada. Huyu bwana alikuwa akilala usiku anaota ndoto ambazo ni mufsia, ndoto ambazo ni mufsia, zinakufedhehesha, zinafedhehesha na zinatishatisha, ndoto ambazo sio nzuri, ndoto mbaya. Alikuwa akiota ndoto hizo. Akaenda katika mmoja katika waja wema, mmoja katika wanazuoni, akamwelezea jambo hili. Basi akamwambia hivi, ukienda kulala soma ayati kursihi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahtadu shay'un min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu ma. Ukifika kwa wala ya'uduhu ma, rudia kwa wala ya'uduhu ma, wala ya'uduhu ma, wala rudia hapo mara 3 mara 7, rudia hapo afu ndo malizie wala ya'uduhu wa huwa al-aliyyul azim, ya mwisho unamalizia. Alafu baada hapo ulale. So baada ya hapo ukishaisoma ayatul kursi, ukimalizia mwisho, alafu usema Allahumma ihfadhni, Mwenyezi Mungu nihifadhi mimi. Basi yule bwana kweli akafanya kile kitu. Alipoenda kulala akasoma ayatul kursi, na alipofika hapo wala yaudu ifudhuma, akawa anarudia kwa mara 3, anarudia. Basi baada ya kulala akuona ndoto mbaya tena, akuona ni aya hii, ayatul kursi hii. Ukisoma wewe soma mara 3 mara 7, lakini ukifika kwa wala yaudu ifudhuma, rudia hapo, utaona majibu yake. Na pia katika vitu vingine vya kufanya hii bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, hii nao pia isome hiyo unakwenda kulala. Kama utakuwa na hofia au kutakuwa na ndoto mbaya au watu wabaya unaofia, unamwomba Mwenyezi Mungu asalama, soma bismillahir rahmanir rahim mara 21. Bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, mara 21 soma bismillahir rahmanir rahim, alafu lala. Na pia zingine dua zingine, kuna muawidhataini, qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas. Unasoma hizo mara 3, unasoma qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad. Unarudia pale, unasoma hiyo afu unamalizia. Ukisoma hiyo na qul a'udhu bi rabbin nas, ukisoma hizo unamalizia mwisho, unasoma na alhamdu, unasoma na qul huwallahu 3, unakulizia mikono yako, afu unajipaka sehemu zinakudhihiri. Hii ni dua ambayo mimi nakumbuka kipindi hicho shekhe wetu, mwalimu wetu madrasa alitufundisha, akatuambia ukienda kulala soma dua hii. Basi kweli ni dua ambayo ukisoma utalala katika as-salama wal aman, salama na amani kabisa. Kwa hivi ni vitu vya kuvifanya. Nimeelezea ayatul kursi, nimeelezea bismillahir rahmanir rahim, soma hiyo. Lakini pia kuna hizi aya za wasamai wa tariqi, nazo pia unaweza kusoma wasamai wa tariq, wama adraka ma tariq, an-najmu ath-thaqib,
in kullu nafsin lamma alaiha hafidh, unaishi hapo in kullu nafsin lamma alaiha hafidh. Afurudia tena was-samai wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu thaqib in kullu nafsin lamma alaiha hafidh. Afurasema Allahumma hafidhni. Soma hizo dua nzuri sana, soma hizo. Na kingine ambacho pia kadhalika nimewasikia waja wema, nimewasikia walimu wakifundisha kitu hiki, lakini hizi haya kadhalika ninazifahamu zina kisa cha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazo ni aya 9 za surati Yasin. Aya 9 za surati Yasin, hizi aya zina historia kipindi ambacho mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihama kutoka Maka kwenda Madina, baada ya kuwa na Quraishi wamepanga kwamba siku hiyo ndio wammalize, ndio siku ambayo wamepanga wammalize. Lakini mpango wao walifanya vipi? Walishauriana, baada ya kupewa mashauriano katika ile mkutano wao ule, wakafikia makubaliano kwamba jamani, hapa tukisema kwamba kabila moja liende kumuua mtume, basi itakuwa ni mtihani, watu wake wataleta kisasi, itakuwa vita. Tufanyaje? Wakawa wamekubaliana kwamba kwenye kila kabila moja la pale Maka wamchukue kijana mmoja ambaye kijana huo mwenye nguvu, sababu mwenye nguvu, alafu waunde kikosi hicho kiwe kimeundwa kutoka katika makabila tofauti tofauti, lakini kwenye kila kabila moja wawe wamechukua kijana mmoja. Basi kweli wamekubaliana, wakaunda kile kikosi. Kuna kikosi, na siku hiyo hiyo malaika Jibril akampelekea taarifa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wamejipanga au makafiri wamejipanga, wanataka wakuue. Sasa akapewa amri kwamba sasa uondoke. Na hii ndio taratibu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuchukua maamuzi ya kuondoka mpaka pale alipoambiwa ondoka. Basi safari hii alijipanga na sahaba wake Abu Bakar Siddiq walijipanga, lakini ile siku anayotaka kutoka tu, ule usiku ule ilikuwa tayari wale maadui wamezingira pale nje, wanamsubiri kwamba atoke wammalize. Lakini katika ayati ambazo walitumia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zilikuwa ni aya za surati Yasin, ambazo ilipelekewa wale maadui walilala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Alipita mbele yao hivi, anamwagia mchanga huko anasoma. Na kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa usingizi wale, hawakuweza kujua nini kimeendelea mpaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliondoka, na wale walilala pale mpaka wanakustuka. Kumbe walikuwa wakilinda pale kuangaa ndani, wanakuta kuna Ali bin Abi Talib ndio ambaye kalala. Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ameshaondoka. Sasa aya hizi ambazo za surati Yasin hapa, kuanzia aya ya mwanzo mpaka ya 9. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim tunzira qauman ma unzira aba'uhum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim yu'minun inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fa'aradqan fahum muqma'un waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghashaynahum fahum la yubsirun. Hizi ya 9 hizi
Kadhalika aya hizi ukizisoma hizi kwa ajili ya hifadhi, ukisoma ukiweza kusoma nyingi, wasema unazudia mara nyingi, ahla wa sahla biha wa neema. Au ukisema kwamba ninasoma mara 9 kila siku, mara 9, kama ndio uradi wako, basi kadhalika utakuwa wewe wale watu ambao wanajipanga wa kufanyia uadui, sasa hawatoweza kufanyia uadui, hawatoweza kukupata kwa uadui, hawatoweza kukupata kwa mbinu zao mbaya mbaya. Lakini kwa kawaida watu, kitu ambacho kinatufanya sisi tushindwe kufanya vitu, uvivu umekuwa mwingi. Watu wanaona kama vile hizi dua kufanya ni nzito sana, kumbe uvivu tu. Lakini ukiweka taratibu wako, ukilala umesoma ayati zako, ukiamka umesoma dua zako, mchana baada ya swala umetenga muda unafanya kazi zako, unaweza kuamua unasoma aya hizi 9 mara nyingi, mara 9, mara 21, unasoma mara 99. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia hifadhi, na wale maadui ambao wanakupangia ubaya watashindwa kufikia wewe kwa ubaya insha Allah Ta'ala. Nimeyakumbusha haya, yanasemwa sana, yanaelezewa sana, sio mapya, lakini kukumbushana jambo muhimu. Lakini kila maneno yana faida yake. Inawezekana kuliko wasikia na ukayasikia hapa ikawa umeongeza kitu insha Allah, ikawa umepata faida, na ndio lengo la kukumbushana insha Allah. Wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum.